Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Ni siku nyingine tena nzuri, siku ya Alhamisi. Tunamshukuru Mungu sana ambaye ametupa nafasi na kibali cha kuiona siku ya leo. Ni asubuhi nyingine tena, asubuhi ya leo natamani tuende mbele za Mungu tukamshukuru Mungu kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Nataka tukaombe, mimi na wewe naomba tukaombe kwa pamoja kwenye ibada hii ya morning glory. Tukaombe tumshukuru Mungu kwa ajili ya matendo makuu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, tunasema asante kwa ajili ya upendo wako Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako na fadhili zako. Umekuwa mwema na mwaminifu kwetu. Asante kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Baba, umetulinda, umetupigania, uliachilia malaika zako wakafanya kituo kwetu, wakitulinda na kututunza. Asante kwa ajili ya siku nzuri ya leo ya Alhamisi. Mungu, umekuwa mwaminifu na mwema kwetu. Tunasogea kwako asubuhi hii nikiomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu anaendelea kufuatilia mafundisho yetu. Ninaomba toba kwa ajili yake, ninaomba toba kwa ajili ya familia yake, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti hai. Kila mlango ambao adui anautumia kuachilia mabaya, leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili ya familia yake, ninaomba toba kwa ajili ya watoto wake, ninaomba toba hata kwa ajili ya malango ya mji wake. Bwana, damu yako Yesu inaonena mema, ikanene mema asubuhi ya leo. Tunakuhitaji Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu, karibu tudumie. Upako wako na nguvu zako ziwe katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunakataa roho za uzito watu kuelewa neno, tunafunga hizo roho. Hata kwa wale ambao wanatufuatilia, Bwana, mkono wako na upako wako uaguse huko waliko. Tunapoendelea kujifunza habari ya mavazi ambayo adui anawavisha watu kwenye ulimwengu wa roho, Mungu Roho Mtakatifu tufundishe, tuelekeze, tuyajue yaliyo ya kwako. Ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini na kushukuru pia, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii kukaribisha sana asubuhi ya leo kwenye ibada hii nzuri kabisa ya maombi. Mungu ametupa ufunuo wa somo ambalo tunatembea nalo ndani ya wiki hii nzima. Tumeanza tangu siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano jana na leo ni Alhamisi. Tunatembea na somo ambalo nasema mavazi ambayo adui anayo kwenye ulimwengu wa roho huwa anawavika watu. Mavazi 10 ambayo adui anayatumia kuwavika watu kwenye ulimwengu wa roho. Tuliangalia mavazi yale matatu kama mnakumbuka, na leo tutaendelea na vazi lingine la 4. Leo ni vazi la 4 ambalo tunaliangalia, na vazi la leo ni vazi la 4 la kukataliwa. Ili ni vazi ambalo adui anawavisha watu kwenye ulimwengu wa roho, tunaita vazi la kukataliwa. Hamna vazi ambalo adui anapenda kuwavalisha watu kama vazi la kukataliwa. Niliwaambia watu mahali fulani, jamani, nikasema hamna kitu kibaya kwenye maisha yako kama roho ya kukataliwa. Kwa kumbe tunaposema roho ya kukataliwa ni vazi ambalo adui anamvisha mtu. Tuliangalia mwanzoni kama nakumbuka, tukaangalia vazi la aibu, lakini pia tukaangalia ile vazi la maombolezo kama nakumbuka, lakini pia na lile vazi la kushindwa ama la kushindwa, lakini pia tukaangalia leo nikasema tunaangalia vazi la nini jamani? La kukataliwa. Hili ni vazi ambalo adui anawavisha watu, adui anawapandikiza watu, vazi la kukataliwa. Niliwaambia kama nakumbuka nikasema tuliangalia lile vazi la aibu. Yes, tuliangalia lile vazi la aibu. Lakini pia leo nimekuambia tunaenda kuangalia vazi la kukataliwa. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Katika ulimwengu wa roho, maisha ya mtu hayaonekani tu kwa macho ya kawaida. Kuna hali ya kiroho, vazi la kiroho ambalo linaweza kukufunika ama linaweza kumfunika mtu. Kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kufunika vazi la kukataliwa. Na ili vazi akikufunika ili vazi la kukataliwa, kila unapoingia unakutana hiyo roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya kukataliwa ni roho kamili ambayo adui anawavisha watu kama vazi. Kwa kila unapoenda watu wanalitambua lile vazi kwenye ulimwengu wa roho. Na ndio maana unakuta mtu ameenda kwenye ofisi fulani, ameenda anakataliwa, lakini mwingine anaenda kwenye ofisi hiyo hiyo anakubaliwa. Anapeleka CV zake nzuri lakini anakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la kukataliwa. Nisikilize kidogo, mtumishi wa Mungu. Na ninaposema vazi la kukataliwa, vazi la kukataliwa ni hali ya kiroho inayosababishwa na mtu kukosa kibali. Yaani hilo vazi la kiroho hilo, ama vazi la kukataliwa ni vazi ambalo linamsababisha mtu akose kibali mbele ya watu, akose kibali mbele ya jamii, akose kibali kila mara anapoenda. Bwana Yesu asifiwe. Nimekwambia nisikilize kidogo, vazi la kukataliwa ni hali ya kiroho inayosababisha mtu kunyimwa upendeleo, kukosa kukubalika, kufungiwa milango ya mafanikio. Narudia tena. Ili vazi la kukataliwa, mtu adui anapokuvalisha
linakunyima upendeleo, yaani kwamba watapendelewa wengine lakini wanakosa kibali kwa watu. Lakini jambo lingine pia nikasema linaondoa kukubalika, linakuondolea kukubalika mbele ya watu. Kwa wengine nakubalika, lakini wewe unakuta unakataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nikasema linakufungia milango ya watu kuto kukusaidia. Vazi la kukataliwa linakufungia milango, nisikilize kidogo, linakufungia mlango wa mafanikio na kukubalika mbele ya watu. Wengine wanashangaa wanapita hapo hapo wanafanikiwa, wewe unakataliwa. Kwa nini? Kwa sababu umevalishwa vazi ni jamani, vazi la kukataliwa. Kwa vazi la kukataliwa ni roho ambayo adui anamvalisha mtu kama vazi, ambayo kila unapoenda watu wanaiona lile vazi, na wakiliona lile vazi unashangaa unakataliwa, hakuna anayekupenda. Nisikilize kidogo watumishi wa Mungu. Yako maandiko mengi ya msingi, lakini ukisoma ile Zekaria 3 mlango wa 4, anasema mvueni mavazi yao machafu. Narudia tena, mvueni mavazi hayo machafu. Labda nikusomee vizuri kikisa ili uelewe. Hiyo ni Zekaria 2. Ni ile Zekaria 3 ule mstari wa 4. Kile kitabu cha Zekaria 3 mstari wa ngapi jamani? Wa 4. Neno la Mungu linasema hivi, nilisome vizuri hapa. Zekaria 3 mstari ule wa 4. Anasema hivi, naye huyo akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, akasema mvueni nguo hizi zenye uchafu, kisha ukamwambie yeye, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika vazi la thamani nyingi. Kumbe vazi la uchafu ama vazi kwenye ulimwengu wa roho, adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la kukataliwa. Ni vazi kabisa chafu la kukataliwa. Kila unapoingia watu wanaambia huyu bwana hafai, huyu sio kukaa hapa. Ndio tunaita vazi la kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Lakini pia vazi lingine ambalo lipo kwenye ulimwengu wa roho ama andiko lingine ambalo tunaweza kusimama nalo, Ufunuo wa Yohana. Ukisoma kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ukiangalia ile Zaburi ya 69 mstari wa 4. Anasema wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Wanaonichukia bure ni wengi. Kwa kumbe kwenye ulimwengu wa roho adui ana uwezo wa kuvalisha vazi la kukataliwa na la kudharauliwa. Akikuvalisha hilo vazi kwenye ulimwengu wa roho, unachukiwa na watu wengi. Na unakuta anakuchukia bure, yani hujafanyia lolote, lakini ghafla tu anakuchukia. Huyu ni mwandishi wa Zaburi hiyo ya 69 mstari wa 4. Anasema wanaonichukia bure ni wengi kuliko nywele za kichwa changu. Huyu mwandishi ambaye ni Daudi anasema wanaonichukia mimi ni wengi kuliko hata kichwa cha nini, kuliko nywele za kichwa changu. Kwa kumbe ukivalishwa vazi la kukataliwa, vazi la kukataliwa ama vazi la kutokuonekana wa thamani, kwenye ulimwengu wa roho unakuwa unachukiwa na watu, tena unakuwa wengi, hata kama hujatenda kosa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Lakini dalili hizi, ziko dalili za msingi, ziko dalili nyingi, lakini nimeandika dalili za msingi za mtu anayechukiwa, mtu anayekataliwa ama ambaye amevalishwa vazi la kukataliwa. Hizi ni dalili za mtu ambaye amevalishwa vazi la nini jamani? La kukataliwa. Dalili ya kwanza, kunyimwa upendeleo. Hiyo ni dalili ya kwanza, kunyimwa nini? Upendeleo. Kwamba wengine wanaweza kapendelewa. Unashangaa watu wanapewa tu kazi, bwana nenda kazi Mwanza, anatoka tu ofisini anaenda huku. Lakini wewe uko ofisini unakaa mpaka unazeekea hapo. Ujue ukiona hiyo dalili ni vazi la nini jamani? La kukataliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 4, tunamwona Yusufu, ndugu zake wakamchukia wasiweze kusema naye kwa imani. Nikasema dalili hii hata ukitenda jambo zuri, hata ungewafanyia jambo zuri, unashangaa unakataliwa, unadharauliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Unanyima upendeleo. Sio kama mnanielewa watumishi wa Mungu. Kwa hiyo ni dalili ya kwanza. Kusoma kile kitabu cha Mwanzo sura ya 37 mstari wa 4. Lakini pia ukisoma kile kitabu cha Mwanzo sura ukianza tu ile 37 soma yote, ikiwezekanika soma yote. Utaona hapo Yusufu anapomchukia, hajafanyia chochote lakini ghafla anachukiwa. Kumbe alikuwa amevalishwa roho na kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamwona huyu Yusufu pia anaenda hata kule, na siku moja niliwaambia watu, huyu Yusufu alikuwa ni kama amevalishwa roho. Anaenda kwa Potifa kule, anavandikiziwa kesi.
ni kama riroho anatembea naro. Kwa vazi la kukataliwa, hamna kitu kibaya kama vazi la kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili, kukataliwa bila sababu. Yaani watu tu ghafla wanakukataa bila sababu. Nikakwambia hiyo dalili, lakini nikasema dalili hiyo, dalili ya kwanza, dalili ya pili, lakini dalili ya tatu. Nimesema dalili ya kwanza ni kukataliwa bila sababu. Unashangaa watu haujawafanyia chochote, wanakukataa tu, wanakuchukia tu. Hiyo ni dalili ya kujua kwamba okay, hapa nina roho ya nini, nimevalishwa vazi la kukataliwa. Naposema kukataliwa bure tu, unashangaa hujamtendea mtu kosa, lakini ghafla tu anakununia. Uko ofisini unanuniwa. Umehama ofisi unaenda ofisi nyingine, watu wanakununia. Wengine hata kwenye familia. Ukiona hiyo roho, ukiona hizo tabia, hizo dalili, ujue ni umevalishwa vazi la nini jamani, la kukataliwa. Yaani watu hawakujui, ghafla wanakukataa, wanakuchukia. Ujue hapo umevalishwa vazi la kukataliwa. Lakini pia nikasema dalili ya pili ni kunyimwa upendeleo. Yaani unashangaa watu wanaenda tu wengine, kama ni kazi labda ofisini, kuna kazi za kutoka kwenda nje ya nchi labda mahali pengine, wanapendelewa wengine. Wewe uko tu hapo mpaka unazeeka. Wanainuliwa vyeo wengine, lakini wewe uko tu hapo. Ukiona hivyo vitu umestaki kwa muda mrefu, ujue ni roho yani ni jamani ya kukataliwa, umevalishwa vazi la kukataliwa. Dalili ya tatu, kusahaulika na waliopaswa kukusaidia. Yaani ukiona kuna watu ambao itakiwa wakusaidie, wamekusahau. Baadaye sana ndio unakuja kukumbukwa. Ujue ni roho ya vazi la nini jamani, ya kukataliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize kidogo. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo, utaona hapo Mwanzo sura ya 40 mstari wa 23. Nimekwambia hata Yusufu alikuwa amevalishwa ile vazi la kukataliwa. Lakini mkuu wa wanyweshaji hakumkumbuka Yusufu. Kwa dalili mojawapo, ukiona watu wanakusahau, wale watu ambao itakiwa wakusaidie, wamekusahau, hawakukumbuki, wamekuacha, ujue hapo umevalishwa vazi la nini jamani, la kukataliwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sio kama tuko pamoja watumishi wa Mungu, sema amina kama tuko pamoja. Kwa moja dalili hizo ni hiyo ni dalili ya tatu. Dalili ya nne, na hapa ninaposema kusaulika na watu waliopaswa kusaidia, nimekwambia hivi, nisikilize kidogo. Dalili ya watu wanaokuahidi msaada alafu wanakusahau. Yaani kwamba hii dalili ni ile dalili ambayo mtu anakuahidi, bwana nitakusaidia 100,000, alafu kimya. Mwingine bwana nitakusaidia, sio mmoja, ni wengi. Wanakuahidi alafu wanasahau. Ujue hapo umevalishwa vazi la nini jamani, la kukataliwa. Dalili ya 4, kukataliwa hata na watu wako. Sio kama unanielewa. Yaani unakataliwa mtu mpaka na watu wale wa karibu na wewe. Anaweza shangaa mama kakukataa, baba kakukataa, mjomba kakukataa, mke wako kakukataa au mume wako kakukataa. Ukiona hiyo roho ya kukataliwa hata na watu wa karibu na wewe, hilo ni vazi ambalo umevalishwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna mtu mmoja nilikuwa naongea naye, kuna kijana mmoja akamwambia mtumishi wa Mungu, mimi mamangu amenikataa. Kanikataa kabisa. Ananiambia sikujui. Na kanikataa kwa sababu sijui alikuwa anawaza, lakini kanikataa. Hivi ninapokuambia mtumishi wa Mungu, nimeoa, mke kanikataa. Ile roho amezaa watoto wamemkataa. Kwa yuko tu mwenyewe. Kwa sababu ile roho ilianza kwa mama yake, alimkataa tangu kule mtoto anazaliwa. Lakini sio hivyo tu, babake mwenyewe alimkataaga. Kwa nini mtu akukataliwa? Kwa kukataliwa ni roho ambayo inakuwa ni kama vazi. Kile unapoenda hata kama hujamfanyia mtu kosa, anakuchukia, anakudharau. Ukisoma kile kitabu nimesema kukataliwa na hata na watu wako wa karibu. Zaburi ile 27 mstari wa 10. Baba yangu na mama yangu wameniacha. Huyu ni mwandishi huyu Daudi. Anasema baba yangu na mama yangu waliniacha. Wasomaji Biblia mnaweza mkaona hata Daudi pia alikuwa na roho ya kukataliwa. Tunakumbuka mtumishi wa Mungu, maandiko yanasema mtumishi wa Mungu Samuel anaenda kumweka mtumishi wa Mungu, kumpaka mafuta kwenye ile familia ya mzee Yese. Maandiko yanasema alipofika kwenye ile familia, baba yake mwenye akamsahau Yusuf. Akamsahau Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Akasaulika na ndugu zake. Ni nini? Ni rivazi ambalo alikuwa amevalishwa. Na ndio maana hapa Zaburi ile 27:10 anasema baba yangu na mama yangu wameniacha. Wamemkataa. Wamemdharau. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dalili hii ya kukosa msaada hata katika familia yako. Kuna dalili ambayo hata kwenye familia yako hawakukumbuki. Mama yako hakusaidii, baba yako hakusaidii, wadogo zako hawakusaidii. Ujue hapo umevalishwa vazi la nini jamani, la kukataliwa. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kila vazi ambalo adui alikuvalisha likachomoke kwa jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa vazi la kukataliwa, unaanza kukataliwa na ndugu wa karibu. Na ndio maana Daudi anasema hiyo Zaburi 27:10, anasema baba yangu na mama yangu wameniacha.
Kwa ukiona una dalili ya kukataliwa, mamako akakukataa, baba akakukataa, au wadogo zako hawakupendi, wewe ni mtu wa kusema vibaya, unajua hilo ni vazi umevalishwa la kukataliwa. Hiyo ni dalili ya ngapi jamani? Ya 4. Dalili ya 5, kukosa heshima mbele za watu. Kukosa heshima mbele za watu. Ukisoma ile Isaya sura ya 53 mlango wa 3, maandiko yanasema na watu. Huyo ni Yesu Kristo, tunasoma habari zake. Alizarauliwa. Kwa nini alizarauliwa? Kwa sababu huyu Yesu alibeba vazi la watu waliozarauliwa. Sikiliza nikwambie mtumishi wa Mungu, kuna ufunuo mkubwa sana hapa. Kama Kristo mwenyewe alizarauliwa, na kuzarauliwa kwake sisi ili tuheshimike. Usijidharau hata kama wamekudharau. Usijidharau hata kama ulivalishwa vazi la kukataliwa. Na ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kwa sababu huyu Kristo aliyezarauliwa na watu ili sisi tuheshimiwe, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hata hilo vazi ambalo adui alikuvalisha la kukataliwa na kudharaulika, Mungu akakuvisha vazi jipya la kukubarika na kuheshimika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiona kuna dalili watu wanakukataa, watu wanakudharau, wanakuvunjia heshima mbele ya watu, yaani unaenda mahali fulani unashangaa, anambia huyu ana lolote, huyu achana naye huyu. Na hiyo hali unakuta ni mara nyingi, au bosi wako anakusema mbele ya watu, anakukashifu mbele ya watu, anakuharibia mbele ya watu, anakudestroy mbele ya watu, anakunena vibaya. Ujue hapo ni lilo la vazi la kukataliwa. Na ni maombi yangu, kama unaona hizo dalili, tukaombe, tukavue, tukakatae hayo mavazi ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiona kukosa heshima mbele za watu, ujue hapo ni vazi la kukataliwa. Lakini jambo lingine pia, kufungiwa milango ya mafanikio. Yaani kwamba ili vazi la kukataliwa, huyu mtu anafungiwa milango ya mafanikio. Mahali ambapo itakiwa afanikiwe, unaona kabisa kuna dili fulani kesho nitalipata, unashangaa bwana tumeahirisha. Kuna biashara utakiwa ukaifanye, bwana tumeahirisha. Ukiona hivyo vitu vinakuandama kwenye ulimwengu wa roho, ujue umevalishwa vazi la kukataliwa. Ni maombi yangu kwa jina la Yesu, kila mpango ambao uliupanga 2026 ukafanikiwe mwaka huu kwa jina la Yesu. Kama ni kujenga, kama ni kufanya biashara, kama ni chochote ambacho unatamani kukifanya, kama ni kazi, kama ni lolote, Mungu akakupe neema ya kuvuka na kulivua hilo vazi la kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Ukisoma ile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya 3 mlango wa 7, anasema afunguae wala hapana afungae. Afunguae wala hapana afungwae. Yaani kwamba Mungu anapofungua huo mlango, hakuna anayeweza kuzuia. Kwa lugha nyingine, Mungu akisema ndio, hata kama walikukataa, Mungu atakuheshimisha katikati yao. Na ndio nasema kufungiwa milango ya mafanikio. Ni maombi yangu Mungu akakufungulia milango ya mafanikio. Na ndio maana ile Isaya sura 60 mlango wa 11 nasema malango yako yatakuwa wazi, hayatafungwa mchana wala usiku, ili wafalme wapate kuletea utajiri. Ni maombi yangu malango ya uchumi yakawe wazi kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Dalili ya 7, kazi zako hazikubaliwi. Yaani kuna watu ukiona hii dalili, unafanya kazi kwa nguvu, unajituma, unaamka asubuhi, unafanya kazi, unajishughulisha, lakini watu hawaoni ile kazi ambayo unaifanya. Ujue ni lilo la vazi la kukataliwa. Yaani kuna mtu anaamka saa 11 asubuhi, anawahi ofisini saa 12 kafika ofisini, anafanya kazi mapema, anajituma, lakini anakuja kuinuliwa wengine ambao hawajitumi, wavivu, hao ndo wanainuliwa. Ukiona hizo dalili zinakufuata za kukataliwa, hata kama umejituma, kazi yako haionekani, ujue kwenye ulimwengu wa roho umevalishwa vazi la kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mnaelewa watumishi wa Mungu. Zaburi ya 9 mlango wa 11 anasema hivi, wala apendeleao, wala upendeleo si kwa wenye akili. Wala upendeleo si kwa wenye akili. Mwandishi anazungumza anasema wala kwa upendeleo si kwa wenye akili. Kwa kumbe wale ambao itakiwa wapendelewe
hawapendelewi. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa natamani tunapoingia kwenye haya maombi tukaombe, ukafute, ukajifarakanishe na hiyo roho ya kukataliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Lakini pia kuna mambo kadhaa hapa ambayo nilikuwa natamani tuyamalizie haraka kwenye ile eneo la vazi la kukataliwa. Kukataliwa mara nyingi kunaweza kukaa kwenye kazi. Shango nakifanya hiki hakiendi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Hii ni dalili nyingine. Ukiona kazini unafanya hiki hakiendi, unatenda hiki hakiendi, ujue hiyo pia ni moja dalili. Sasa hii inaweza kaandika ni dalili ya 8. Hii ni dalili ya 8. Yaani kile unachokifanya hakiendi. Unafuga, mifugo inakufa. Unalima, mazao hayatoki. Unajenga, mara umezulumiwa na mafundi. Unafanya hiki, unazulumiwa. Umenunua kiwanja, mara kimezulumiwa. Ukiona hizo dalili zinakuandama, ujue umevalishwa vazi la nini jamani? La kukataliwa. Jambo lingine, kukosa kibali kwenye mahusiano. Hapa nataka nizungumze na watu kidogo hapa. Yaani unaweza kuwa umeolewa ama umeolewa, mume wako hakutaki, au umeoa mke wako hakutaki. Tena sio mara moja, ulichumbiwa huyo akakukataa, ulichumbiwa huyo akakukataa, ama ulichumbiwa na huyo akakukataa. Ukiona hiyo roho imekuandama, ujue umevalishwa vazi la nini jamani? La kukataliwa. Kwa ukiona dalili za mahusiano kwako hazijakaa vizuri, hilo ni roho la kukataliwa. Na maana nataka tukaombe, kama kuna vazi ulivalishwa na kukataliwa, tukalivue kwa jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia dalili nyingine, hiyo ni ya 10. Nimekwambia ya 8 kama unakumbuka, nilisema kukataliwa mara kwa mara. Lakini pia ninaposema kukataliwa mara kwa mara ni unafanya kazi unakataliwa, haiendi, unafuga havifugiki. Yaani vitu kuharibika havifikii mwisho. Hiyo ni dalili moja wapo. Lakini pia ningesema kwenye mahusiano, unaanza mahusiano na huyu anakukataa. Unaanza na huyu anakutumia tu anakuacha. Mwingine anakuchuna tu hela. Hivyo, kwa ukiona hizo dalili ni roho la vazi la kukataliwa. Lakini dalili nyingine pia kukosa kibali. Yaani kile unapoenda, naposema kukosa kibali ni kwamba kile unachokifanya unashangaa wale ambao ulikuwa nao mko 10 mko 6 wanaenda, wewe unastaki. Tena inakuwa sio mara moja, ni mara nyingi. Ujue pia ni dalili mojawapo ya vazi la kunini jamani, la kukataliwa. Kama nilivyosema, kutokuolewa, kutokufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo la 3, nimalizie jambo la mambo machache hapa ambayo tutakapoingia kwenye maombi natamani tukaombe nayo. Kuna vitu kadhaa hapa. Nisikilize kidogo watumishi wa Mungu. Kuna vitu kadhaa ambavyo nataka nimalize navyo hapa. Kuna vitu kadhaa. Jambo la kwanza, ili utoke kwenye changamoto ni maombi ya toba. Lazima utubu kwa kina. Tubu kwa kina. Na nimekwambia hii dalili ya mwisho nitaka kusahau. Dalili nyingine pia ni maroho. Yaani ukiona kwenye familia yako, baba yako labda alikataliwaga. Mama labda baba mkubwa naye alikataliwaga. Kwenye kazi, yani amefanya kazi mwisho kasurumiwa, au kafanya kazi kakataliwa, au wote wako nyumbani hawana ajira, ujue pia ni moja dalili ya kujua nina vazi la kukataliwa. Sasa maombi tutafanya nini sasa? Tutaanza maombi ya kuomba toba. Kwa moja ya vitu ambavyo vitakusaidia ili kuchomoka kwenye mavazi ya kukataliwa, kudharauliwa, ni kuchomoka kwenye nini? Ni maombi ya toba. Tutapita kwenye toba upande wa baba, upande wa mama, upande wa wakwe, alafu tutajifarakanisha na hiyo roho. Nataka tuombe sana mabinti kama mnanifuatilia. Kwa tunapoingia kwenye maombi, kila vazi la kukataliwa tutalivua, tutalikataa. Haijalishi walikuvalisha usiku, haijalishi walikuvalisha mchana, tutakataa. Na tunamwamini Mungu wetu ni Mungu anayesikia. Na maana natamani upokee hiyo neema ya haya maombi. Twende tukaombe mbele za Mungu. Naomba unifuatishe maombi haya. Nimekwambia hizo dalili, kwa tukipata nafasi, nimekwambia kuna kitabu ambacho tumekiandika, unaweza kujipatia nakala yako kwa soft copy ama kwa hard copy. Unaweza kujipatia kitabu chako. Unaweza kuniambia tu mtumishi, nikakutumia kokote uliko kwa bei ya ukikituma kwa mfumo wa PDF kinauzwa shilingi 7,000, kwa mfumo wa kilicho printiwa kwa ambao tuko Dar es Salaam kwa shilingi 10,000. Utajipatia kitabu, kitakusaidia kujua haya mavazi 10 ambayo adui anawavisha watu. Sasa mimi nataka tukaombe tukakataa hilo vazi la kukataliwa. Naomba nipatishe maneno haya. Sema: Baba, katika jina la Yesu, mimi nakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya fadhili zako. Asante kwa ajili ya wakati na majira haya. Asubuhi leo Bwana, ninasogea kwako. Nimeona hizo dalili za vazi la kukataliwa. Yamkini hata mimi nimevalishwa hilo vazi la kukataliwa. Ninafanya vitu kwa juhudi. Ninajituma. Ninatumika
ninafanya vingi kwa vitu vingi, ninaenda na nakuwajibika, lakini adui amenivalisha vazi la kukataliwa. Kila ninachokifanya hakuna anayependa, hakuna anayethamini. Kuanzia sasa, asubuhi leo, ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa damu ya mwana kondoo. Kama ili vazi lilipata walali kupitia miungu ya kifamilia, ama nikajiungamanisha na madhabahu za giza, leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili yangu. Hebu sema hayo maneno, sema ninaomba toba kwa ajili yangu na maisha yangu kwa damu ya Yesu. Ninaomba toba kwa ajili ya babu mzaa baba, kwa ajili ya bibi mzaa baba. Kama kuna roho niliyoirithi toka kwa babu mzaa baba ama bibi mzaa baba, ikaja kwa baba, hiyo roho ikaja kwangu mimi, nikavalisha hilo vazi la kukataliwa na kutokuthaminiwa, leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo. Ninaomba toba kwa ajili ya hilo vazi lililotoka upande wa babu mzaa mama na upande wa bibi mzaa mama, likatoka kwa bibi mzaa mama na babu mzaa mama, likaja kwa mama yangu, lile vazi likaja hata kwangu mimi. Leo ninatubu kwa damu ya mwana kondoo, ule uhalali wa lile vazi la kukataliwa, hiyo roho iliyoachiliwa kupitia hilo vazi la kukataliwa, asubuhi leo ninakataa, ninalivua. Haijalishi nimezaliwa kwenye hiyo familia, haijalishi ninaitwa kwa jina la familia, haijalishi tunatamkwa kwa majina ya ukoo, upande wa baba, upande wa mama, leo ninakataa, ninavua hilo vazi. Toka, achia leo, toka, achia leo, achia maisha yangu, achia sura yangu, ninavua hilo vazi, ninalichana leo, ninalichana leo, ninalichana leo ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hebu fungua kinywa, mtumishi wa Mungu, kataa hilo vazi, mwambie nalichana, si nitakataliwa, ninalipatanisha na kukubarika. Hebu omba, kama ni binti, vua hilo vazi la kukataliwa kwenye mahusiano, kwenye ndoa. Hebu vua, omba, kataa kabisa, mwambie si nitakataliwa. Imeandikwa kwenye kile kitabu cha nabii Isaya sura ya 54 mlango wa 14 na mlango wa 14, Mungu umesema, Isaya 54 mlango wa 14, nitathibitika katika haki, nitakuwa mbali na kuonewa, na hiyo hofu haitanikaribia. Na kata hiyo roho ya kukataliwa, toka, achia maisha yangu, toka, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia kibali changu, kibali kwenye mahusiano, kibali kwenye ndoa, kibali kila eneo, mahali popote ambapo adui ulinivalisha vazi la kukataliwa, kuondolewa kibali kwa watu, kuondolewa kibali kwa wakuu, kuondolewa kibali kwa wakuu wangu, kuondolewa kibali kwa bosi wangu. Ninavua hilo vazi, ninakataa hilo vazi. Hebu omba, mtumishi wa Mungu, piga hilo roho, piga hiyo roho, vunja hiyo roho. Na mimi nataka nikuombee, endelea kuomba, na mimi nataka nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai, tumetazama hilo vazi ambalo adui anawavisha watu, vazi la kukataliwa kwenye maisha yao, iwe ni kwenye uchumi wako. Wengine wamekataliwa kwenye uchumi, kila anachokifanya kinapotea, kila anachokipata kinayeyuka. Wengine nilio kukataliwa kwenye fedha, wengine nilio kukataliwa kwenye ndoa. Amechumbiwa mara kwanza kaachwa, amechumbiwa tena kaachwa, mwisho wa siku amemwacha kabisa. Hilo vazi la kukataliwa kwenye mahusiano, toka, nalivua leo, nalivunja leo. Mwachie binti huyu, achia mahusiano yake, achia ndoa yake, mwachie mama huyu, mwachie baba huyu, achia kijana huyu, kwa jina la Yesu. Vazi la kukataliwa kwenye ajira, hiyo roho iliyokaa kwenye hiyo ajira iliyovalisha vazi la kukataliwa, nalivua hilo vazi, achia ajira yake. Amesoma huyu, sio akae nyumbani, amesoma huyu, sio akae nyumbani. Ninampatanisha na hiyo ajira, ninampatanisha na watu. Hilo vazi la kukataliwa nalivua kwa jina la Yesu. Mwachie binti huyu, achia maisha yake. Adui, sikia, hauna nafasi juu ya mama huyu, hauna nafasi juu ya binti huyu. Kwa jina la Yesu navunja kabisa kila maagano, kila maroho ya ukoo. Toka kwa jina Yesu, toka kwa jina Yesu. Achia leo, achia leo, achia sura yake, achia kibali, achia mwili wake. Hiyo sura imemvalisha ya kinyago, ya uchafu, huo uchafu mliompaka usoni na ufuta leo. Mwachie binti huyu, mwachie mama huyu, mliotamka mabaya kwamba ataolewa, ataendelea kuteseka. Ninavua kabisa hilo vazi la kukataliwa, la umaskini, nalivua kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Natamka upako wa kukubarika. Hebu omba nawe, jitamkie upako, waambie nitakubarika, nitainuliwa, nitatetewa, nitapiganiwa, kila ofisi nitakayoingia nitaheshimika, nitathaminiwa. Omba na mimi nakutabiria. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatabiri makuu juu ya dada huyu, ninatabiri makuu juu ya mama huyu, akainuliwe, akabarikiwe, akathaminiwe. Tunavua hilo vazi na tunalishusha kuzimu, vazi la kukataliwa. Ninamtamkia baraka
ya kuinuliwa na kuolewa. Pokea neema ya kuolewa. Pokea neema ya kwenda popote, kaajiriwa popote, kaajiriwa popote. Pokea neema ya CV zako zikang'ale. Kila utakapoingia, ofisi zikakupokee, ardhi zikakukubali, kukubali, watu wakakukubali, na kupatanisha na wakuu, na kupatanisha na viongozi, na kupatanisha na HR wako na mkurugenzi wako. Pokea hiyo neema, pokea hilo vazi la heshima, pokea hilo vazi la utukufu. Nguvu za Mungu ziwe juu yako, mbingu ziwe upande wako, kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na tunaamini pia, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi wa Mungu. Kibegeni chukua nafasi hii, mtumishi wa Mungu, haya maombi kwa sababu ya muda wetu ndio maana tunaenda hivi, lakini tengeneza ratiba yako vizuri. Omba, jifarakanishe nayo mavazi, vua. Haijalishi kupaka uchafu. Wako wengine ambao wamepaka uchafu kabisa, uchafu. Wengine ni madudu amekuvarisha usoni. Unashangaa mume wako hakuheshimu tena. Anakuzaa kumbe umevarishwa ile kinyago. Usiache kuomba haya maombi. Ukiona kuna hizo dalili ambazo nimekuambia umetenda mambo mazuri lakini watu wanakudharau, hawa appreciate, hiyo ni moja dalili ya mavazi ya machafu ama vazi la kukatalia umevarishwa. Kwa hiyo usiache kuomba, usiache kuendelea kuomba. Lakini pia wale ambao mna changamoto kama hii, tusiache kuwasiliana, nitafute kwenye namba za simu ziko hapo. Namba za simu ni 0744 12 26 08. Ziko hapo zinatembea. Lakini pia kwa mawasiliano na maombi. Lakini pia kwa wale ambao una changamoto yote, nipigie. Tutaomba kwa pamoja bure kabisa. Sisi ni lengo letu ni kwa ajili ya kukunoa, uwe chombo kinachofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia basi acha tuombe kwa ajili ya sadaka. Wako wengine ambao Mungu anawasukuma kuachilia sadaka. Usiache kuachilia sadaka kama Mungu anakusukuma. Lakini kama usukumi ndani yako pia uwe free. Lakini usiache kuachilia sadaka yako. Tuna namba hapo iko ya lipa namba inatembea hapo chini. Unaweza kuachilia sadaka yako ambayo inaitwa prayer team. Na jina litakuja prayer team utakapoachilia sadaka yako. Kwa unapoachilia sadaka yako yoyote ambayo Mungu amekupa, na bahati nzuri hiyo lipa namba inapokea chochote yoyote ambayo unayo. Hiyo sadaka ni kwa ajili ya kuwezesha utumishi wa Mungu ambao unaendelea, kwa ajili ya kujifunza, lakini pia kwa ajili ya kueneza ufalme wa Mungu. Acha niombe kwa ajili ya sadaka yako ambayo unataka kuiachilia. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru sana. Wako watu ambao walivalishwa mavazi mabaya ya kukataliwa. Wengine wakachukua sadaka wakapeleka kwenye miungu ya ukoo ama miungu ya waganga ili kuvalisha sura ya kukataliwa. Wengine akaendea kwa waganga na kuwavalisha mavazi ya kukataliwa. Baba, ninakusina na kuomba sadaka nawe iachilie mtumishi wako huyu, ikamtenganishe, ikamdisconnect na masadaka mabaya, ikamtenge na masadaka mabaya ya nguvu za giza. Sadaka hii Mungu ikamtetee, sadaka hii ikampe kibali, ukamuinue mtumishi wako huyu, ukambariki na kumkumbuka. Kumbuka sadaka zao. Wako ambao wameanza tangu tumeanza kufuatilia hili somo, wameendelea kuachilia sadaka zao, ukawabariki Bwana. Watakuachilia sadaka hii walioko Tanzania, walioko nje ya Tanzania, East Africa na mahali popote, upako wako ukawe juu yao. Natamka maongezeko, natamka kibali, natamka uweza, natamka nguvu na neema ya kimungu juu yako. Na kama adui alishikilia chochote kilicho cha kwako, Mungu akakupigania na kutunza, na Mungu akuinue na kuimarisha. Amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Tushirikiane neema. Kesho tena tutaendelea siku ya Ijumaa. Karibu tena kwenye ibada hii ya Morning Glory. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Tushirikiane neema. Neema Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika Roho Mtakatifu ukae na sisi sote sasa na hata milele. Amen. Uwe na siku njema, siku ya baraka.